Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, akili ya mwanadamu ina nguvu, lakini nguvu ambazo zipo katika akili za wanadamu hutofautiana kwa mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine. Ninajua swali ambalo utakuwa unajiuliza, je, nitajuaje ikiwa mimi ni moja kati ya wanadamu waliozaliwa wakiwa na akili zenye nguvu kuliko binadamu wengine? Usijali, kwa sababu nipo hapa kwa ajili yako. Nimeandaa majibu yote ambayo kwa namna moja au nyingine yatakwenda kubadilisha mtazamo wako. Jambo ambalo unatakiwa kukumbuka ni kuwa simulizi za bongo ni giza litakalokupa mwangaza wa kuelewa siri mbalimbali za hii dunia, na chaneli hii ni basi la maarifa. Kama unahitaji kuwa na maarifa, basi nauli yako ni subscribe moja tu. Jiunge nasi kwa kusubscribe. Hapo utakuwa miongoni mwa binadamu wenye maarifa mbalimbali ambayo utajifunza kupitia chaneli hii. Zifuatazo ni ishara mbalimbali ambazo ukiziona katika maisha yako, ujue wewe ni moja kati ya wanadamu wenye akili zenye nguvu kuliko binadamu wengine. Namba moja, wewe ni mwanadamu mwenye uwezo mkubwa wa kudhibiti hisia kuliko binadamu wengine. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, zipo nyakati mbalimbali ambazo huja katika maisha ya mwanadamu, na nyakati hizo wakati mwingine hugusa hisia za wanadamu, lakini kuna matukio mbalimbali ambayo huja katika maisha ya mwanadamu. Baadhi ya matukio yanaweza kumsababishia mwanadamu hasira, huzuni, majonzi ama msongo wa mawazo. Sasa je, utajuaje kama wewe ni moja kati ya wanadamu waliozaliwa akili zao zikiwa na nguvu kuliko binadamu wengine? Ni uwezo wako wa kudhibiti hisia zako katika nyakati ambazo si za kawaida zinapokuja katika maisha yako. Asilimia kubwa ya wanadamu ambao akili zao hazina nguvu, hawana uwezo wa kudhibiti hisia zao, mara nyingi huwa ni wadhaifu katika kudhibiti hisia, na ndio maana wakikwazika kidogo tu hulipuka kwa hasira, wakiguswa kidogo tu watalia kwa huzuni. Lakini ukitaka ujue kama wewe ni moja kati ya wanadamu waliozaliwa akili zao zikiwa na nguvu kuliko binadamu wengine, jambo hili utalishuhudia katika maisha yako. Pamoja na changamoto mbalimbali ambazo zipo katika maisha yako, changamoto ambazo zimekusababishia msongo wa mawazo, huzuni pamoja na hali isiyokuwa ya kawaida, lakini bado utakuwa na utulivu kiasi kwamba binadamu wengine hawawezi kujua. Mara nyingi utatuliza akili yako, na hata maamuzi ambayo utaendelea kuyafanya katika maisha yako, maamuzi yako hayatakuwa yameegemea katika hisia, bali akili yako itakuwa imeegemea katika mantiki. Kama nawe ni moja kati ya binadamu wa kundi hili, basi ujue wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wamezaliwa akili zao zikiwa na nguvu kuliko binadamu wengine. Namba mbili, wewe ni mwanadamu ambaye huwa unakubali kukosolewa na unajifunza kupitia makosa mbalimbali ambayo unayafanya katika maisha yako. Unajua, katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, akili yenye nguvu ya kweli haikimbii ukweli, kwani binadamu waliozaliwa wakiwa na akili yenye nguvu kuliko binadamu wengine, hawa ni watu ambao wanapokosolewa huwa wanakubali kukosolewa, na kupitia makosa ambayo wameyafanya hukubali kubadilika. Lakini binadamu dhaifu, hawa ni watu wasiokubali kukosolewa, mara nyingi huwa wanajiona wapo sahihi katika kila ambacho wanakifanya. Ngoja nikwambie kitu kimoja, kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanadhani wapo sahihi kwa kila kitu ambacho wanakifanya kwenye maisha yao, basi wewe ni moja kati ya wanadamu ambao akili zao hazina nguvu. Hakikisha unakuwa moja kati ya wanadamu ambao wanajua ukiwa mwanadamu unaweza kufanya makosa muda wowote. Kukosea ni sehemu katika maisha ya mwanadamu, na ukilitambua hilo, basi unaweza kujifunza kupitia makosa yako, na ninakuhakikishia utakuwa bora zaidi ya jana kila iitwapo leo. Namba tatu, wewe ni mwanadamu mwenye nidhamu binafsi hata kama hausimamiwi na yeyote katika maisha yako. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa na kuishi katika uso wa dunia, kuna nyakati ambazo hawawezi kuwa na nidhamu mpaka wasimamiwe na watu wengine. Kwa mfano, wapo baadhi ya wafanyakazi ambao mabosi zao wasipokuwepo hawawi na nidhamu katika maeneo yao ya kazi, lakini wapo baadhi ya watu ambao wanapofanya jambo fulani, hata asipokuwepo mtu wa kuwasimamia, watu hao bado wanaweza kuonesha nidhamu ile ile bila hata kuwa chini ya udhibiti wa mtu fulani.
Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini: binadamu wengi wenye akili yenye nguvu, hawa ni binadamu wenye uwezo mkubwa wa kudhibiti tamaa, muda pamoja na maamuzi yao kwa nidhamu ya hali ya juu. Lakini asilimia kubwa ya wanadamu ambao akili yao haina nguvu, hawa ni watu ambao hawawezi kudhibiti tamaa, hawawezi kudhibiti muda, wala hawawezi kudhibiti maamuzi yao, kwa sababu vitu vingi ambavyo wanavifanya katika maisha yao vimeegemea katika hisia na si katika mantiki. Namba 4, wewe ni mwanadamu ambaye huwa hautegemei sifa za watu wengine ili kufanya kitu fulani katika maisha yako. Moja kati ya tofauti kati ya mwanadamu aliyezaliwa akili yake ikiwa na nguvu na mwanadamu ambaye alizaliwa akili yake ikiwa dhaifu. Mara nyingi wanadamu ambao wamezaliwa akili zao zikiwa dhaifu, asilimia kubwa ya vitu ambavyo wanavifanya katika maisha yao huwa wanategemea sifa za watu wengine. Yaani, ikiwa kitu ambacho wanakifanya hakiwezi kupelekea wakapata sifa, hawawezi kufanya kitu hicho hata kama kina manufaa katika maisha yao. Lakini asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa akili zao zikiwa na nguvu kuliko binadamu wengine, hawa ni binadamu ambao huwa hawahitaji kusifiwa na watu wengine ili waweze kufanya kitu fulani. Wao ni binadamu ambao wanapoona kitu fulani kina manufaa katika maisha yao, watakifanya bila hata kuthibitishwa na jamii. Mara nyingi hawa ni wanadamu ambao wanajiamini bila hata approval ya watu wengine. Kama nawe ni moja kati ya wanadamu ambao maamuzi mengi ambayo unayafanya katika maisha yako na vitendo mbalimbali ambavyo unavifanya katika maisha yako huwa unavifanya bila kutegemea kusifiwa na watu wengine, jipongeze, kwa sababu wewe ni miongoni mwa wanadamu waliozaliwa akili zao zikiwa na nguvu kuliko binadamu wengine. Namba 5, wewe ni moja kati ya wanadamu wenye uwezo mkubwa wa kustahimili changamoto bila kukata tamaa katika maisha yao. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini: katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya wanadamu ambao wakikumbana na changamoto kidogo tu katika maisha yao hukata tamaa na kuacha kufanya kitu ambacho wanakifanya. Lakini wapo baadhi ya wanadamu ambao wanapokumbana na changamoto, badala ya kukata tamaa, changamoto huwa zinawaimarisha zaidi na kuwafanya wawe bora zaidi ya jana. Ngoja nikwambie tofauti kati ya binadamu wenye akili dhaifu na binadamu wenye akili zenye nguvu kuliko binadamu wengine. Asilimia kubwa ya binadamu dhaifu hukata tamaa pindi wanapokumbana na changamoto, kwani uwezo wao wa kufikiria wakati mwingine huwa unakuwa mdogo. Hata wanapokatishwa tamaa na watu wengine, hawatatumia mantiki katika fikra zao, bali watatumia hisia juu ya yale ambayo wanayapitia katika maisha yao. Lakini asilimia kubwa ya binadamu ambao akili zao zina nguvu, hawa ni wanadamu ambao changamoto mbalimbali zinapokuja katika maisha yao, changamoto haziwezi kuwakatisha tamaa, bali changamoto huwa zinawaimarisha kuliko binadamu wengine. Ninajua mpaka hapo umekwisha jitathmini ikiwa wewe ni moja kati ya binadamu wenye akili zenye nguvu au la. Tukutane tena katika video nyingine. Kumbuka, hii ni Simulizi za Bongo, giza linalokupa mwangaza wa kujifunza siri mbalimbali za ulimwengu.